Bwana Yesu asifiwe, wapendwa katika Kristo. Nashukuru Mungu kwa nafasi hii ya kusimama mbele yenu kushiriki neno hili, na ni kawaida yetu inapofika siku kama nyingine au siku nyingine, Mungu anapotuwezesha, anapotupa uhai wake, basi tunakwenda mbele zake kujifunza neno. Na leo mada yetu kwamba je, unaweza kumrudisha Roho Mtakatifu aliyepotea kwako? Je, inawezekana? Jibu ni hili. Nifuatilie kwa umakini hili niweze kukueleza jibu lenyewe. Niliandika hapa hilo swali aliyouliza ndugu yetu. Niliandika hapa hilo swali aliyouliza ndugu yetu, jinsi ya kumrudisha Roho Mtakatifu aliyepotea kwako. Je, inawezekana? Pia niliweza kuandika jibu lake kwa umakini zaidi ili nisiweze kukosea. Vile Mungu alivyonijalia kujibu ndio vile ninavyokwenda kujibu katika jina la Yesu. Kwa mujibu wa imani ya Kikristo, mtu anapohisi amemkosea Mungu au amepoa kiroho, njia ya kurudi karibu na Mungu ni kutubu kwa kweli na kumtafuta tena kwa moyo wote. Roho Mtakatifu hawezi kulazimishwa kurudi, bali mtu akinyenyekea mbele za Mungu na kurekebisha uhusiano wake na yeye. Mambo yanaweza kusaidia ni kutubu kwa moyo wa kweli, mkiri Mungu makosa yako na uombe msamaha. Omba kwa bidii. Tenga muda wako wa maombi kila siku na zungumza na Mungu kwa uaminifu. Soma Biblia. Soma neno la Mungu. Biblia huimarisha imani, kumkaribisha Mungu moyoni. Amen. Epuka dhambi inayoendelea. Kama una tabia ambayo inakutenganisha na Mungu, jitahidi kuiacha. Amen. Shiriki ibada, ushirikiano na waumini. Ushiriki wa kiroho unaimarisha imani. Amen. Muombe Mungu akujalie tena Roho wake. Mungu usikia wanaomtafuta kwa unyenyekevu. Nafikiri hilo jibu litakuwa nimemjibu vizuri. Acha niendelee kumjibu kama nilivyoandika. Pia unaweza ukamwomba Mungu, ukamwomba Mungu ukamwambia, Baba wa mbinguni, naja mbele zako kwa toba, nisamee dhambi zangu na unirudishie faraja ya wokovu wako. Nijaze Roho Mtakatifu wako na uniongoze katika njia zake katika jina la Yesu Kristo. Amen. Pia kumbuka, wakati mwingine unaweza kuhisi uko mbali na Mungu kwa sababu ya uchovu, huzuni au changamoto za maisha. Hivyo haimaanishi kwamba Mungu amekuacha. Mungu yuko pamoja na wewe. Amen. Nafikiri mpenzi msikilizaji, itakuwa nimekujibu swali lako kwa uzuri kabisa. Ubarikiwe.